yote, Mungu mweza yote anayefunuliwa katika mfalme wa wafalme, Bwana wa bwana, simba mshindi wa kabila la Yuda. Chaguo lake mwenyewe na mwangaza dunia hii ni mfalme wetu mtakatifu Jah Rastafari, aliye ujio wa pili wa Yeshua HaMashiach, kuweza kutubariki hekima ya kukumbuka kwamba hii ni Sabat na tunapaswa kuja mbele zake, kwa kutubariki nguvu ya kuweza kumwimbia kwa nyimbo za nayabingi, nyimbo ambazo zinahakikisha ushindi wa wema dhidi ya uovu, nyimbo ambazo zinaamsha furaha na shangwe mbinguni, ambapo malaika wanaposikia jina la Haile Selassie Rastafari Yeshua HaMashiach likitukuzwa duniani. Ni furaha kubwa ya ushindi wa wema dhidi ya uovu, kwamba wale maaskari wa Jah waliochaguliwa, taifa teule, ukuhani wa kifalme lipo duniani na linafanya kazi. Ni furaha kubwa. Haile Selassie Rastafari. Basi katika hii Sabat ya leo, neno la Jah lipo katika kitabu cha Peter wa kwanza sura yake ya pili. Peter wa kwanza katika kuanzia sura ya pili. Haile Rastafari. Neno kama lifuatavyo: basi ondoeni ubaya wote na udanganyifu wote na unafiki na wivu na namna zote za masengenyo, na kama watoto wachanga waliozaliwa hivi karibuni, kuzeni tamaa kwa ajili ya maziwa yasiyochanganywa kitu, ambayo ni ya lile neno. Haile, ili kupitia hayo mkue kufikia wokovu, mradi tu mmeonja na kuona kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Haile Rastafari, kwamba huu ni wakati wa kuondoa kila aina ya uongo, udanganyifu, kila aina ya ubaya wote, na kujiweka tayari kwa ajili ya wokovu. Linazungumzwa ili neno kama unabii kwa wale ambao watauona ujio wa pili wa Yeshua HaMashiach, watakapoona kwamba neno limetimia lililosemewa, Yeshua atarudi na wakampata mfalme. Huo utakuwa ni wakati wa kuondoa kila aina ya ujanja na udanganyifu na mambo yote ya masengenyo, na kuwa watakatifu zaidi na zaidi. Tuwe kama watoto wachanga waliozaliwa hivi karibuni, ambao wanahitaji sana yale maziwa yasiyochanganywa na kitu chochote, ambayo ni nini? Ni lile neno, neno lenyewe lililo pure kabisa, lisilochanganywa na aina yoyote ya udanganyifu, kwa sababu udanganyifu uliexiste kipindi ambacho Yeshua HaMashiach bado hajarudi katika ujio wa pili. Udanganyifu ulijaa. Babylon alitumia njia nyingi tofauti kuwafunika watu wasije wakaona ujio wa pili wa Yeshua HaMashiach, wasije wakamuona Haile Selassie. Na kweli wengi mpaka leo hii wakingali wamefunikwa, lakini tunaambiwa kwa wale ambao walikuwa watiifu katika neno, wakalifuatilia, wakajua nini kinafuatia baada ya haya, tunasubiri nini. Wakati limefika, ni wakati wa kushinda kila aina ya udanganyifu, kila aina ya udanganyifu wa Babylon. Ni wakati wa kushinda, kwa sababu Haile Selassie mfalme wa wafalme amekuja kuvunja zile pingu, ile minyororo ya udanganyifu kichwani mwetu. Yeye amekuja kutimiza neno. Tunasoma neno, tunatazama katika reality gisi vitu vinatendeka duniani, na tunaona kweli Jah ametimizia ahadi aliyotuambia. Neno lililoandikwa katika kitabu ambalo wengine wanataka kulifanya kama sio neno la uaminifu, sisi kwetu ni la uaminifu, kwa sababu tumeona likitimia katika matendo, kufia kwa mfalme wa wafalme Haile Selassie na kutimizia yale ambayo yaliahidiwa katika maandiko. Kwa hiyo tunahitaji neno kulielewa zaidi na kuliingia ndani zaidi, tunapomwona mfalme wa wafalme, Bwana wa bwana, simba mshindi wa kabila la Yuda, Haile Selassie.
tunarudi zaidi, tunakuwa na tamaa kubwa sana ya kulielewa neno, kulifuatilia zaidi, kulijua, kwa sababu tunahitaji wokovu, tunahitaji kuishi milele, tunahitaji kuendelea kutumia katika mission ya Jah. Hatuhitaji kuangamia, hatuhitaji kulia na kuteseka. Tunahitaji kuishi milele katika furaha na katika mission ya Jah iendelee kupitia sisi. Haleluya. Ili kupitia hayo mkue kufikia wokovu, kupitia hilo neno tukomai mpaka kufikia wokovu. Tukomai mpaka kufikia wokovu. Kwa hiyo ni muhimu sana tuendelee, ili mradi tu tumeonja kwamba Bwana ni mwenye fadhili, tumeonja kwamba Bwana ni mwenye huruma, mtoa msamaha. Inamaanisha nini? Tumekubali kwamba mfalme aliletwa tena duniani. Kuja kwa mfalme Haile Selassie manake ni msamaha. Msamaha kwa wana wa Israeli, Wayahudi, sisi watu weusi ambao tulikuwa tumetawanywa kona zote za dunia kama watumwa wa Islam. Lakini kumwona mfalme ni kuona huruma za Jah. Amekuja kuvunja minyororo na kamba zote za utumwa na kuwaweka watu kuwa huru na kuonyesha njia ya kuelekea Sayuni. Tumekombolewa, tumepewa Shashamani, tumepewa Ethiopia. Jah amewashika mkono wale watu weusi ambao walikuwa wamezaliwa nje ya Afrika kama watumwa. Amewashika mkono na kuonyesha nchi yao mpya ya ahadi. Msamaha na huruma za Jah zimeonekana kupitia kufika kwa mfalme wa falme. Haleluya. Rastafari. Mkimjia yeye kama kulijia jiwe lililo hai. Kumjia yeye mfalme wa falme Haile Selassie kama kulijia jiwe lililo hai, lililokataliwa ni kweli na wanadamu, bali lililochaguliwa lenye thamani kwa Jah. Jiwe hili Haile Selassie lilikataliwa mwanzoni kule alipokuja kama mwana wa Jah, Yeshua HaMashiach. Alikataliwa, aliteswa na wanadamu, aliuawa na wanadamu, walimkataa. Lakini kumbe yeye ndio aliyochaguliwa kuja kuwa Mungu, mfalme wa falme. Atarudi tena. Tunaambiwa kwamba mkimjia yeye kama kulijia jiwe lililo hai, lililokataliwa ni kweli na wanadamu, bali lililochaguliwa lenye thamani kwa Jah. Haile Selassie ndio Yeshua HaMashiach. Haile Selassie ndio Yeshua HaMashiach. Yes, Haile Selassie mfalme wa falme na ndiyo Yeshua HaMashiach, Yesu Kristo. Mwenyewe alifika duniani akakataliwa, lakini alichaguliwa kwamba yeye tena atarudi tena kwa mara ya pili, akiwa na roho ile ile ya Jah, roho ya Utatu Mtakatifu ambayo ilikuwa ndani ya mwana na sasa iko ndani ya Baba. Ni mtu mmoja. Haleluya. Rastafari. Tukimjia yeye kama kulijia jiwe lililo hai kabisa, ninyi wenyewe pia kama mawe yaliyo hai mnajengwa kuwa nyumba ya kiroho kwa kusudi la ukuhani mtakatifu, ili kutoa dhabihu za kiroho zenye kukubalika kwa Jah kupitia Yeshua HaMashiach. Na wale walio wafuasi wake Haile Selassie Rastafari, ambao wanaitwa katika jina lake Rastafari, nanyi mmechaguliwa kuwa mawe yaliyo hai ya kuendelea kufanya kazi za Jah, kazi za ukuhani mtakatifu duniani. Ni sisi ambao tunasimamia kazi ya ukuhani mtakatifu, ukuhani wa kifalme, kuendelea kumtangaza mfalme, kumjulikanisha katika dunia hii. Nanyi ni mawe yaliyo hai. Kwa hiyo muendelee kuwa hai zaidi.
kwa uadilifu na kwa imani. Tuendelee kuwa hai zaidi kwa kudumisha uadilifu na kuishika imani. Kuishika imani ni kumjua Jah. Jah katika sura yake, kumjua Jah katika jina lake na katika mapenzi yake. Tunaendelea kuwa hai zaidi na zaidi, kwamba ninyi wenyewe pia kama mawe yaliyo hai mmejengwa kuwa nyumba ya kiroho, Rastafari community duniani. Tumejengwa kuwa nyumba ya kiroho, kuyashikilia mambo ya kiroho, kuyapatia thamani, kwa sababu ndiyo mambo yaliyo ya msingi na ya uhai wa milele. Sisi tumechaguliwa kwa ajili hiyo, kwa kusudi la ukuhani mtakatifu. Tumechaguliwa kwa kusudi la kuendelea kutangaza ukuhani mtakatifu. Tumepewa kazi ya ukuhani ya utangazaji wa neno la Jah, ushuhuda wa Jah duniani, mashahidi wa Jah, ili kutoa dhabihu za kiroho zenye kukubalika kwa Jah kupitia Yeshua. Kwa maana imeandikwa katika andiko, tazama, nimeweka katika Sayuni jiwe lililochaguliwa, jiwe la pembeni la msingi lenye thamani, na mtu yeyote atakayeonyesha imani katika hilo hatakata tamaa hata kidogo. Haleluya. Kwa maana imeandikwa, tazameni, nimeweka katika Sayuni jiwe lililochaguliwa. Tunapoambiwa Sayuni, tunaambiwa habari nzima ya mfalme. Hakuna kitu kingine. Sayuni kunakaa mfalme. Sayuni ni nyumba ya mfalme. Sayuni Ethiopia ni ile nchi takatifu ya Jah, ambapo ndipo makazi ya Jah. Tazama, nimeweka katika Sayuni, maana yake ameweka mfalme Sayuni. Yeshua HaMashiach, Yesu Kristo, alipokuja mara ya kwanza, haikusemewa kama aliyewekwa Sayuni. Alikuwa bado hajawekwa Sayuni. Alikuwa mtu wa kawaida mwenye amekuja kuitangaza imani, amekuja kuanzisha njia ya kuijua imani kamili na kufanya matendo yatakayoweza kuwapatia watu nguvu ya kujenga imani. Lakini bado alikuwa hajakuwa chef wa Sayuni, lakini ni chifu wa Sayuni pale anaporudi kama mfalme. Chifu wa Sayuni ni mfalme. Sasa tazama, nimeweka katika Sayuni jiwe lililochaguliwa, jiwe la pembeni la msingi lenye thamani. Deja jana kwambia ameshaweka, na yeyote anayeonyesha imani katika hilo hatakata tamaa hata kidogo. Maana katika hii dunia ambayo bado inakaliwa, sio dunia iliyoisha, sio dunia ambayo ishahukumiwa, bado ni katika dunia hii ambayo tunaendelea kuishi nayo, dunia ambayo bado inakaliwa. Utawekwa mfalme Sayuni, na tunapaswa kuonyesha imani katika yeye ili tusiweze kukata tamaa hata kidogo. Na ni kweli sisi tunaviona vile, wakati tuna imani katika Haile Selassie, wakati tuko na Selassie tunamheshimu, tunaishi maneno yake, tunaheshimu neno la maandiko matakatifu, hatukati tamaa katika maisha yetu. Tunajua tusiseme hata tupite katika magumu gani, bado tuna ile imani ya ushindi mwisho. Bado mwisho wa mwisho tunajua kwamba sisi ndio tutatoka washindi na hatutaaibika. Hatutaaibika mwisho. Safari inaendelea. Kwa hiyo yeye ni mwenye thamani kwenu ninyi, kwa kuwa ninyi ni waamini. Yeye ni mwenye valeri kwenu, kwa sababu ninyi ni waamini, wale walioamini katika yeye, ambao tunakubali kwamba Selassie ndiyo Yeshua HaMashiach. Nyinyi ni wenye thamani, ni wenye thamani, mwenye valeri kubwa kwenu. Yeye Yeshua HaMashiach, yeye Haile Selassie ni mwenye valeri kubwa sana kwetu sisi, kwa sababu tumemwamini. Tunajua valeri yake. Watu wengine wanamuona hawamjui, hata wanaomjua hawamuoni kama ana maana fulani. Lakini sisi ambao tumemwamini, sisi tunajua thamani alionayo, umuhimu wake kwetu. Kiongozi wetu wa kiroho,
kiongozi mwenye anatupatia nguvu ya imani kwa sababu ya jinsi anavyosimama na ujasiri mkubwa wa ushindi wa wema dhidi ya uovu. Anatusababishia na sisi pia tunasimama na imani kubwa ya ushindi wetu na ile hali ya kutokata tamaa na kutokuwa na woga. Kwa sasa hivi tunaitoa kwake Haile Selassie. Kwa sababu ndani mwake kuko mwana Yeshua HaMashiach. Haile Selassie. Lakini kwa wale wasioamini, jiwe lile ambalo wajenzi walilikataa limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wale wasioamini, jiwe lile kuu ambalo mwanzoni lilikataliwa, mwanzoni kule lilikataliwa, Yeshua HaMashiach alikataliwa kule mwanzoni, lakini jiwe hilo hilo limechaguliwa, limeendelea kuchaguliwa na limekuwa ni jiwe la maana sana kwa dunia, kwa wale waliolipokea. Jiwe lile ambalo wajenzi walilikataa limekuwa jiwe kuu la pembeni na jiwe lenye kukwaza na mwamba wa kuangusha. Wale ambao hawampatii valeli, wale ambao hawamthamini, hawataki kumjua mfalme wa falme na waliandikiwa, yeye ndiye atakuwa jiwe la kuangusha chini, la kujikwaa na kuanguka chini, kwa sababu hawatakuwa na jina jipya, hawataitwa katika jina jipya la wokovu. Siku ya umwagikaji wa damu ya kutafuta wokovu, wataita katika jina gani ili waokolewe? Ni yule mwenye alifahamu jina ndio atakayeita na aokolewe. Kwa sababu ya kumpuuzia, kumuona hana maana, pale ndipo kwenye watajikwalia na kuanguka chini na kukosa wokovu. Habari iko imenyoka vizuri kabisa. Tunaambiwa ni habari ya Sayuni, maana tunaambiwa ni habari ya mfalme. Watakaomwamini huyo hawatakata tamaa katika hii dunia ambayo tungali tunaishi. Yule ni mfalme wa wafalme ambaye alikataliwaga, lakini yeye ndio anaendelea mpaka pointi hii, mpaka katika ujio wa pili. Na kwa sababu walimkataa, na huyu watamneglige, watamdharau, lakini yeye ndio atawakwalia na wataanguka chini, maana yake wataukosa wokovu. Na jiwe la kukwaza na mwamba wa kuangusha, hawa wanajikwaa kwa sababu si watiifu kwa lile neno. Wanajikwaa kwa sababu si watiifu katika neno. Neno liliwaambia atakuja, mnapaswa kumpokea, mnapaswa kuitwa katika jina lake. Lakini kwa sababu hawakuwa watiifu katika neno, hawakujua mambo ambayo waliambiwa, hawakujua kazi ambayo walipewa, kwa sababu wao si watiifu katika lile neno. Kwa sababu hiyo pia waliwekwa rasmi, nao pia wamewekwa, wametayarishwa kwa sababu ya ule moto, kwa sababu ya lile ziwa la moto wametayarishwa, kwa sababu walineglige neno, walineglect neno, wakamkosa mfalme. Walibaki na Yesu Kristo Bwana na Mwokozi, Yesu Kristo Bwana na Mwokozi, kwa sababu ya kusikia na kuambiwa kuhadisiwa tu vile, lakini hawakushuka katika neno. Waliwaamini wale ambao wanashindaga wanawaambia Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, wakaishia juu. Lakini wao wenyewe kwa sababu walidanganywa katika masomo yao ya theology, wao wenyewe walidanganywa, nao wakaja kuwadanganya wengine wafuasi. Hawakuweza kujua kazi ambayo walipewa katika neno. Kazi ambayo walipewa katika neno ni kumpata Yeshua katika ujio wake wa pili, ni kumpata mfalme wa wafalme, ni kulipata jina jipya. Hawakuwa watiifu katika neno, wakapotea, hawakujua kazi, hawakujua devoir ambayo walikuwa wamepewa. Lakini ninyi ni jamii iliyochaguliwa, ukuhani wa kifalme. Ninyi ni ukuhani wa kifalme kwa sababu mmemshuhudia mfalme,
Sasa ni makuhani wa mfalme, mnatangaza sifa zake, sifa za mfalme duniani, mnatangaza umuhimu wake mfalme duniani. Ninyi mlioweza kumjua, mliokuwa watiifu katika neno, ni jamii iliyochaguliwa, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa kuwa mali ya pekee, ili mtangaze kote kote sifa bora zake, yeye aliyewaita ninyi kutoka katika giza kuingia katika nuru yake ya ajabu. Haile Selassie. Tupo katika nuru ya ajabu. Haile Selassie. Tupo katika nuru mpya kubwa sana kwa sababu ya kumjua mfalme wa wafalme. Watu hawamjui, hawana uwezo wa kuifanya kazi ya ajabu, hawawezi kuifanya kazi ya ajabu kwa sababu hawamjui. Lakini ninyi mmeitwa na mmeingia katika nuru yake ya ajabu, kwa kuwa wakati mmoja ninyi mlikuwa si watu, lakini sasa ninyi ni watu wa ajabu. Wakati fulani mlikuwa si watu, mlikuwa mkingali hapo, hamjakamilika vizuri, lakini alipofika mkamjua, mlikamilika vizuri, mliachana na ujinga wote, mkawa serious kwa sababu mnaona jani mkweli. Haya. Lakini sasa ninyi ni watu wa ajabu. Mlikuwa wale ambao hawakuwa wameonyeshwa rehema, lakini sasa ninyi ni wale ambao wameonyeshwa rehema. Mlikuwa watu ambao hawajaonyeshwa msamaha, lakini sasa ninyi mmeonyeshwa msamaha. Mmeuona msamaha. Kuja kwa mfalme ni kuupata msamaha, kwa sababu sasa mnampata mfalme, mnakombolewa, mnatolewa utumwani, mnatolewa kwenye utumwa. Jana kuja kuvunja pingu zote za utumwa, mnaonyeshwa njia kuelekea Sayuni. Hili ndio neno ambalo nasema hapa. Wapendwa, nawahimiza ninyi kama wageni na wakaaji wa muda hapa duniani. Tuko wageni na ni wakaaji wa muda, kwamba muendelee kujiepusha na tamaa za kimwili. Tuendelee kujiepusha na tamaa za kimwili, kwa sababu kile ambacho tumeweza kufanikiwa ni kikubwa sana. Kile ambacho tumeweza kufanikiwa kumpata Baba, mfalme wa wafalme, Mwana, Baba, Utatu Mtakatifu kamili, ni kitu cha maana sana. Kwa hiyo tukipatie valeli na tujue kwamba ni wakaaji wa muda, ni wageni. Kwa hivyo tushinde zile tamaa za kimwili. Jiepusheni na tamaa za kimwili ambazo ndizo huendelea kupambana na nafsi, ili kazi ambayo tumeifanya isije kageuka kuwa bure, na zile ambazo tumembebea jaa, ukweli ambao tulijikaza wakati fulani kuutafuta mpaka tukaupata, ujuzi ule jana nazungumza, usije ukapita bure kwa sababu ya majaribu ya Lucifer. Mwisho wa mwisho watu wakajaribiwa, wakaanguka, hata na wale ambao walikuwa wamechaguliwa. Nimezungumza sehemu fulani. Endeleeni kusimama imara. Endeleeni kusimama imara. Dumisheni mwenendo wenu ukiwa mzuri katika mataifa. Tudumishe mwenendo wetu ukiwa mzuri katika mataifa dunia nzima. Sema Rasta ni watu wa pekee yao, ni watu wa aina yake, wana njia yao ya maisha, wana jinsi yao wanaishi, ni watu wa amani, ni watu wa upendo, ni watu wa amani, watu wote wakili vile, ni watu wazuri sana. Rasta ni watu wazuri sana. Dumisheni mwenendo wenu ukiwa mzuri katikati ya mataifa, ili katika jambo ambalo wanasema juu yenu ya kuwa ninyi ni watenda maovu, waweze, likiwa tokeo la matendo yenu mazuri ambayo wameshuhudia kwa macho, waweze kumtukuza Jah katika siku ya ukaguzi wake. Tusemea mabaya mengi, wanatusemea
sisi ni watenda maovu, sisi ni watenda mabaya, sisi tunafanya haya na haya. Lakini ile siku ya ukaguzi, ile siku ya viziti ya Jah, wao wenyewe waweze kukubali na roho zao na macho yao kwamba kumbe hawa kweli tulikuwa tukiwasemea uongo, tena tukijua kwamba tunawasemea uongo. Sio tuliwasemea uongo kwa sababu ya ujinga, lakini tuliwafanyia makusudi kwa sababu walikuwa na jalousie kwamba sisi tumeweza kuchagua ile njia ngumu na tumeipenda na tumeiweza na tunatembea nayo siku hadi siku. Tumeweza kujikatalia, tumeweza kupatia thamani yale mambo yasiyoonekana kwa macho lakini ni ya kweli, kuzidia mambo ya dunia ambayo yanaonekana kwa macho. Kwa hiyo itakapofika ile siku, wao wenyewe wakili katika roho zao kwamba kweli hawa walikuwa watu wa Jah. Watatusingizia, lazima tukubali. Watatufanyia mabaya, lazima tukubali, kwa sababu Yeshua HaMashiach, kiongozi wetu, aliyafanyiwa yale, na ingawa walikuwa wanajua kwamba ana uwezo hata wa kumbadilisha mtu amfanye jiwe, lakini bado walimfanyia yale. Sasa sisi kama tunamfuata, tutafanyiwa ya aina gani? Kwa hiyo ni kujiweka tu tayari. Kwa ajili ya Bwana jitiisheni wenyewe kwa kila kilichofanywa na binadamu, iwe ni kwa mfalme akiwa mkubwa au ni kwa magavana akiwa watumwa, naye kuwapa adhabu watenda waovu, bali kuwasifu watenda mema. Kwa maana ndivyo mapenzi ya Jah yalivyo, kwamba kwa kutenda mema mzibe neno la ujinga na watu wasio na akili. Kwa wema wetu tufunike ujinga wa watu wasio na akili. Kwa uadilifu iweni kama watu huru, lakini muwe na uhuru wenu, si kama kifuniko cha ubaya, bali kama watumwa wa Jah. Waheshimuni watu wa namna zote, upendeni ushirika mzima wa kina ndugu, muogopeni Jah, mheshimuni mfalme. Haleluya. Muogopeni Jah, mheshimuni mfalme. Tumeambiwa mfalme Jah. Mfalme Jah ni Yeshua aliyerudi. Hii yote wakati maisha kingali yanaendelea duniani. Mfalme tumpate, tumuogope Jah, tumheshimu mfalme. Katika dunia hii inayoendelea kukaliwa, imani ya Rastafari inasimama sahihi kabisa, haina dosari. Yote ni katika dunia hii, Mungu anaonekana katika dunia hii mfalme. Watumishi wa nyumbani na wajitiishe kwa mabwana wao kwa woga unaofaa, si kwa wale walio wema tu wapole, bali pia kwa wale ambao ni wagumu kupendeza. Kwa maana ikiwa mtu kwa sababu ya dhamiri wa Mungu anavumilia chini ya mambo yenye kuhuzunisha, naye anateseka isivyo haki, jambo hilo ni lenye kukubalika. Haya, kwa ujumla tujikaze tu katika uadilifu, lakini tusiwe wajinga, tusiwe kuonewa. Kwenye haki yako unapaswa simama katika haki yako, sababu Jah amekuja kutuonyesha jinsi ambavyo tunapaswa kuishi. Jah ametuambia haki yetu sio kitu cha kubembeleza. Uhuru wa watu ni haki yao, sio kitu cha kubembeleza, sio kitu cha kufanyia mareneo ya siku na siku. Uhuru wa watu, kama watu hawataki kukubali huo ukweli, basi hapo kilichobakia ni fire mpaka haki ipatikane. Kwa maana kuna sifa gani katika jambo ikiwa mnapofanya dhambi na kupigwa makofi mnavumilia? Lakini ikiwa mnapotenda mema na kuteseka mnavumilia, jambo hilo ni lenye kukubalika kwa Jah. Kuvumilia lakini sio
kuonewa, sio kudharauliwa. Haleluya. Rastafari. Apewe sifa ja. Kwa kweli mliitwa kwenye mwendo huu, kwa sababu hata Yeshua aliteseka kwa ajili yenu, akiwaachia ninyi kielelezo ili mfuate hatua zake kwa ukaribu. Tufuate hatua zake kwa ukaribu, kwa kukubali mateso fulani kama jinsi alivyokubali. Yeye hakufanya dhambi wala udanganyifu haukupatikana kinywani mwake. Alipokuwa akitukanwa hakujibu kwa matukano. Alipokuwa akiteseka kwa vitisho, hakutoa vitisho, bali aliendelea kujiweka mikononi mwa yule ambaye anamhukumu kwa uadilifu. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu kwa mwili wake mwenyewe juu ya mti, ili tuache kabisa na dhambi ili tuachane kabisa na dhambi na kuishi kwa uadilifu. Na kwa mapigo yake mliponywa, kwa maana mlikuwa kama kondoo wanaopotea njia, lakini sasa mmerudi kwa mchungaji na mwangalizi wa nafsi zenu.